Ilianza kama stori ya kwenye vijiwe vya kahawa, ikichagizwa na kauli za kukatisha tamaa kwamba haiwezekani vijana wa Kitanzania kupata fursa za kufanya kazi nchini Dubai. Stori hizo zikageuka ukweli usio na shaka hata kidogo baada ya tangazo la tarehe 29 Disemba mwaka 2025 kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kushirikiana na kampuni ya Target Tours and Labor Supply Company Limited inawatangazia vijana wa Kitanzania wenye umri kati ya miaka 20 hadi 37 kutuma maombi kwa ajili ya kujaza nafasi 500 za madereva pikipiki zilizotolewa na kampuni ya Velo Logistic Delivery Services LLC ya nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Utaratibu ni ule ule. Fursa hufuatwa pale ilipo na mguu wa kutoka hakika una baraka. Nashukuru sana serikali yangu ya awamu ya 6 kuleta hii fursa kwa vijana. Imefanya jambo la maana sana kwa sababu sisi kama vijana tunapata ajira. Na sisi kama vijana tunapotoka nje ya nchi kuna vitu fulani tunavipata. Kwa upande wa kampuni ya Velo Logistic ni washukuru kwa sababu wao ndo walitoa hii fursa kuja nchini Tanzania, na natumaini wao walikuwa na nia nzuri na hadi sasa hivi wanaendelea na sisi kwa nia nzuri. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wao na pia tunawaahidi tutafanya nao kazi vizuri. Fursa hii ya vijana kuajiriwa nchini Dubai, kwanza itaongeza kipato kwa vijana, lakini pia itainua maisha ya vijana pamoja na familia zao kwa ujumla. Matarajio yangu ni kama nikibahatika kuwa miongoni mwa wanufaika au vijana ambao watapata ajira nchini Dubai. Kwanza hii itanisaidia kuongeza kipato kwa maana ya kipato cha familia. Nitaweza kuendesha maisha, kuwasaidia familia, ndugu, jamaa na marafiki. Wapo wadogo zangu ambao wanasoma, kwa kupitia kipato nitakachokuwa napata kutokana na ajira hii itanisaidia kuweza kusaidia familia yangu kwa ujumla. Napenda kushukuru sana uongozi mzima wa awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni nafasi adhimu sana, nafasi dhahabu, kwa sababu vijana wengi tuko mtaani, wengine tunaendesha pikipiki za mkataba, mwisho wa siku, mwisho wa wiki unapeleka hela kwa tajiri. Kupitia kampuni Velo Logistic Delivery Service tunaishukuru sana, lakini bila serikali yetu hii hatuwezi tusingeweza kufanikisha kupata hizi fursa. Ni matokeo ya uhusiano mzuri baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Falme za Kiarabu. Kila fursa inapokuja huja na changamoto zake. Pamoja na fursa hii kuhitaji kundi kubwa la vijana wa Kitanzania, lakini vijana hawa wanakumbana na vikwazo ambavyo wanaiomba serikali kuvishughulikia. Maana wanasema wakipoteza fursa hii wanaweza wasiipate tena. Hiki kilichotuijia hapa ni cha kweli na uhakika, kwa sababu vijana wetu wako majumbani, wana elimu zao, kazi imekuwa shida. Kwa kweli tunashukuru sana 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 kitengo hiki kwa kuja hapa Tanzania, na watoto wetu tunaomba waweze kuenda. Hii kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Watoto hawana pasipoti. Mpaka hivi sasa bado tunahangaikia pasipoti na hazijapatikana. Tunamuomba Mama Samia, mama mlezi, tunaomba kilio chetu utusaidie hawa watoto waweze kupata pasipoti kwa haraka ili waweze kupata ajira. Tangia wamemaliza shule, wapo majumbani, wamekaa wanajishughulisha huku na huku kidogo kidogo tu. Tuna imani endapo wakipata hizi fursa kwa haraka tutafanikiwa kimaisha na wenyewe watajikimu kimaisha. Na mtoto aliyehitimu 2021 katika upande wa uhasibu, degree ya uhasibu, na wote hawana kazi. Yaani kwa kweli nilikuwa najisikia vibaya kuishi na watoto ambao hawana kazi. Bado inakuwa ni tegemezi kwangu. Bado unawatunza watoto ambao ni watu wazima, inakuwa ni kazi kubwa. Lakini kwa sasa nafurahi sana kuona Mama Samia anatoa fursa hii ya kuwahudumia watoto wetu ili waweze kujikimu. David Thomas ni mwakilishi wa kampuni ya Velo Logistic. Anakiri kuwa matarajio yao na walichokutana nacho vimewapa nguvu kubwa ya kutafuta fursa nyingine. Vijana zaidi ya 2000
wamekuja kwa ajili ya interview ya masuala mbalimbali ya kazi. Kwa sasa hivi kwa mahitaji ya kwetu tunahitaji vijana wanaoweza kuendesha pikipiki vizuri. Kwa ushirikiano na wenzetu wameweza kuendesha interview sehemu mbalimbali kwa Tanzania ikiwepo Dar es Salaam, na sasa hivi tuko hapa Mwanza kwa ajili ya kuendelea na hizo zoezi. Kwa Dar es Salaam wameshaweza kupata watu zaidi ya 1000 na hapa Mwanza tunavyoendelea hili zoezi ni kwamba tuna watu zaidi ya 700. Kwa hiyo tunaona kwamba tumevuka lengo. Sisi tunashirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo tuna mikataba kwa ujumla. Kwa hivyo wazazi watarajie kwa wale vijana ambao wamekidhi vigezo vyote, kazi watazipata, na maslahi ni mazuri kwa kweli. Maslahi ni mazuri na watakuwa wako salama kwa sababu kuna ubalozi wa kwao katika nchi za kwetu, hivyo watakuwa salama. Na kipekee niweze kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetupa ushirikiano, Wizara ya Kazi wametupa ushirikiano, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza wametupa ushirikiano, ila pia ofisi ya mbunge Ilemela wametupa ushirikiano mkubwa wa kuweza kuhamasisha tukapata vijana. Kwa hiyo tunaahidi kwamba vijana hao watakuwa salama na watapata kazi kwa wale watakuwa wamekidhi vigezo, na inshallah mambo yataenda vizuri. Kwa majina naitwa Maimuna Kasim Lubinza, ni mratibu na katibu wa wanawake na Samia mkoa wa Mwanza. Kwa sababu hii ni fursa, tunaiomba serikali pia kupitia fursa hii iweze kutufanyia wepesi kwa upande wa uhamiaji kule, kuweza kuturahisishia kuweza kupata passport. Changamoto kubwa ya Watanzania wengi hatumiliki passport. Tunakuwa na passport pale tu tunapokuwa labda tunajiandaa kwa ajili ya kwenda sehemu fulani. Hatuna tamaduni za kuwa na passport kama vitambulisho vyetu halali na uhalali wetu wa Tanzania. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa kundi hili kubwa ambalo tunaliandaa kwenda kule, 98% hawana passport. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, tunakuomba Waziri Mkuu, tunakuomba sana utufanyie wepesi watu hao waweze kupata passport kwa haraka. Lakini ikiwezekana na ikiwapendeza sana, ni watu ambao wanatoka kwenye familia wengine duni kabisa ambazo hawawezi kupata hiyo shilingi 100,000 na 50,000 kwa ajili ya kukamilisha document hiyo kuweza kuipata passport. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.